Furaha isiyo ya kifani inaendelea kushuhudiwa kwa pande zote mbili, Israeli na Palestina. Mtazamaji wa Jambo TV, furaha ya pande hizo mbili imekuja baada ya mateka waliokubaliana kuachia huru kuachiwa na kwenda kuungana na familia zao ambazo zimeonekana kujawa na furaha baada ya kuwaona ndugu zao kwa mara nyingine tena. Mateka 20 walioko hai wa Israeli wameachiwa na Hamas kama sehemu ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani, wakati Israeli ikiwaachia mateka zaidi ya 1900 wa Kipalestina. Wakati uachiliaji huo wa mateka ukiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo alitua Israeli na kutoa hotuba ndani ya bunge la Knesset la Israeli, akieleza jinsi ufikiaji wa hatua hiyo ulivyorudisha furaha kwa wakazi wa Mashariki ya Kati. Akizungumza na wabunge wa Israeli waliokuwa wakimshangilia, Rais wa Marekani amesema huu ni mwanzo mpya wa kihistoria katika Mashariki ya Kati mpya. Aidha, amebainisha kwamba kundi la Hamas litanyang'anywa silaha, japokuwa alibainisha kwamba jambo hilo bado halijajadiliwa na kukubaliwa katika mazungumzo. Baada ya hotuba yake mbele ya wabunge wa Israeli, rais huyo amesafiri tena kuelekea katika mkutano unaofanyika Misri, ukijadili kukamilika kwa mpango wa amani huko Gaza. Katika mkutano huo, viongozi 20 wa mataifa mbalimbali duniani wanahudhuria ili kushinikiza ukamilishwaji wa mpango huo wa amani Mashariki ya Kati. Lakini hata hivyo, wachambuzi wa siasa na mahusiano ya kimataifa wanabainisha kwamba mpango huo wa amani unaibeba zaidi Israeli kuliko Palestina, jambo ambalo linahofiwa kwamba linaweza kuweka mkwamo hapo baadaye. Aidha, kukamilika kwa mpango huo wa amani kunatajwa kumweka waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika hatari ya kurudi katika siasa za ndani ya taifa lake ambazo zinaonekana kuwa na maswali ya kujibu kuhusu tukio la Oktoba 7, 2023, hali ambayo inaweza kumkuta na hatia ikiwa atawekwa mbele ya vyombo vya haki nchini humo. Akili, macho na masikio ya wengi ni kusubiri hatima ya hiki kinachoendelea huko Mashariki ya Kati. Mimi ni Joseph Gelvas, hii ni Jambo TV, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.